kinakusaidia kuendelea kufanya vizuri mpaka leo hii? Ni mazoezi na kumsikiliza mwalimu na nidhamu. Hakuna kingine. Na ugumu mechi dhidi ya Simba. Simba na Yanga ni timu kubwa barani Afrika, kama mtu anajua kucheza nazo lazima ugumu upate, sababu wachezaji wengi professional, alafu ni timu ambazo zina kitu ambacho tunataka kuonekana kwa mbele zaidi, sio kwa hapa tu. Kwa hiyo kwanza Simba imetoka kucheza kimataifa, kwa hiyo tumekuja nao kucheza, alafu na mechi nyingine kimataifa. Kwa hiyo leo ilikuwa kama mechi yao ya kuwa boost, kwa hiyo wamecheza kitimu, wamepata matokeo. Ulichokiandaa kucheza dhidi ya Simba tumefanikiwa kwa asilimia ngapi? Tulichokiandaa kucheza na Simba tumefanikiwa kwenye 100%, tumefanikiwa 50%, sababu tumefungwa, tumefanya uzembe wa kijinga. Simba ametumia nafasi, tutakaa katika uwanja wa mazoezi tukajirekebisha. Kama timu mchezo dhidi ya Yanga mlipoteza kwa idadi nyingi, lakini leo hii pia mmepoteza mchezo mwingine. Huwa mnaondoka na kitu gani katika uwanja mara baada ya kupoteza mchezo mfululizo namna hii? Mchezo dhidi ya Yanga ulishapita, tulipoteza kwa idadi ya magoli mengi 6. Of course leo tujipanga kwa ajili ya Simba, tumepunguza idadi ya magoli, na sababu ligi ni marathon, tutaendelea kupambana katika mechi zijazo mbeleni yetu, sababu tuna mchezo dhidi ya KMC tarehe 3. Tutarudi katika uwanja wa mazoezi kujipanga ili tupate matokeo. Mimi siwezi kukiona kiwango changu, mashabiki ndio wamekiona, mimi nacheza ndani. Kwa hiyo kikubwa tu kwa nimefuatisha maelekezo ya mwalimu, nimemaliza dakika alizotaka mwalimu, nimetoka. Kwa hiyo mwalimu ndo kaona kwa nimeperform katika kiwango gani. Duchu alikupa changamoto kubwa? Ni mchezaji, amenipa changamoto, ni mchezaji mzuri. Of course ulikuwa tunagea changamoto, yeye anigea na mimi namgea. Kwa hiyo kikubwa yeye ongeze juhudi na mimi niongeze juhudi. Namshukuru kwa kiwango chake alichokionyesha. Mungu amjalie. Kimbo, miongoni mwa wale wana kiwango chako ni mimi hapa. Umecheza vizuri sana kwenye upande ambao ulikuwa unacheza dhidi ya Duchu. Msumbua sana leo na mdogo Duchu. Mimi mwalimu alikuambia kuhusiana na aina ya beki ambao unataka kukutana naye, lakini plani yenu kuelekea kushambulia kutokea pembeni, kwa sababu wewe upande wako ulikuwa unacheza kwa vizuri. Selebwenzi pia alikuwa anacheza, pia alikuwa akipata nafasi anacheza vizuri. Mimi mwalimu alikuwa fasiri kuhusiana na sehemu za mawinga. Mwalimu alitupa siri, alisema kwa Simba ni wazuri sana upande wa fullback zao wanapanda, kwa hiyo sisi tuwe makini tunapocheza, tuwe na tahadhari kubwa ya kuwalinda, na sisi tukipata mpira tuoneshe kitu ili mradi wao wasio na overlap sana. Kwa hiyo tumepatisha maelekezo ya mwalimu, ndio maana leo umeona tumecheza vizuri. Asante sana. Inshallah. Mmepoteza mchezo mwingine tena leo hii, kwanza poleni sana. Shukrani. Matokeo binafsi mnapokeaje kama wachezaji? Matokeo ya kufunga huwezi kupokea vizuri. Kwa kama wachezaji tumepokea vibaya. Mmejipanga vipi sasa kuelekea mchezo mwingine? Tuna mchezo na KMC tarehe 3. Kwa tunajiandaa kwa sababu ya mchezo huu tupate matokeo. Simba leo watu ambao wanasababisha maandalizi yenu yasiende kama mlivyokuwa mmepanga uwanjani, wamesababisha maandalizi yetu yasiende vizuri kwa sababu wamezidi baadhi ya sehemu kufunga. Wamewazidi kwa upande wa mchezaji mmoja mmoja makimbinu zaidi. Mbinu. Ndio sana kipindi cha kwanza. Eneo la katikati vizuri, lakini pia hata eneo ambapo wachezaji wa mshambuliaji pasi za mpira kadhaa kwa pasi. Nini ambacho mwalimu aliwapa kama mbinu ya kipindi cha kwanza na baadaye kipindi cha pili kuonekana walau kama mmebana kidogo nyuma kusubiri counter attack. Nini mwalimu alikuwa na maelekezo tofauti kipindi cha kwanza? Nadhani kwenye lead game aliona ambapo wao Simba wameanza, akatuelekeza jinsi ya kucheza. Ndio mbinu ya mwalimu. Na mara nyingi mmekuwa mechi za Simba kwa sababu sana zaidi ya watu ambao wanakadhaa huwa mnajiandaa vipi kutana timu kama hiyo? Si mechi zote tunajiandaa saa zote za ligi kuu. Tofauti labda inakuwa type of play. Labda inawezekana ambapo wao wanacheza inakuwa na sisi tunakuwa hatutishani sana, ndio maana inakuwa tough. Lakini mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mzuri. Performance nzuri sana, watu wameiona Salum Kiimbwa katika ukongo wako. Kipi zaidi ambacho labda kinakusaidia kuendelea kufanya vizuri mpaka leo hii?